Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yani msimu huu ndio nimeshuhudia msimu ambao umekuwa una mambo mengi ya ajabu sijawahi kuyaona kabisa katika maisha yangu yote ya soka. Na watu wanayafanya sio kwa bahati mbaya, wanafanya wakiwa wanajua wanachokifanya. Kwa hiyo uitegemea pengine huyo rais wa shirikisho atasema nini. Wanategemea mwenyekiti wa bodi aseme nini na viongozi, kwa sababu wao ndio ambao wanasimamia na wao ndio kila siku waendelea kufanya wanayofanya. Kwa hiyo wao pengine yanawafurahisha. Kwa hiyo wakiendelea, maana yake acha waendelee katika utaratibu ambao wanafikiri wao unafaa. Kama wangekuwa wanachukizwa na haya mambo, tungeshaona action kubwa zikichukuliwa. Na hizo sifa ambazo anazitoa ndio zinakwenda kuzidisha sasa kwamba hata wala kama mwenye mpira mwenyewe analidhika, mwingine nani? Na bado wamekuwa na kile kivuli cha kwamba ni taasisi ambayo iko independent, haingiliwi na mambo yake. Kwa hiyo itosha kusema kwamba wameamua na wenyewe kutengeneza, yani kutengenezea ufalme wao, kutengeneza legacy yao kwenye engo ambayo wao wameichagua. Ninaamini hiki ambacho kinafanyika kitakuja kuzungumziwa miaka mingi sana. Hasa utakizungumzia kwa uzuri au kwa ubaya, itakuwa ni wewe ambao unakizungumza, unapanga kuzungumza katika mlengo gani. Lakini naamini hili ambalo limetokea msimu huu itakwenda kubakia muda mrefu na athari yake itakwenda kuchukua muda mrefu kuja kurekebisha. Wadhani haya yanatokea, wanasema msaada wake ni suluhisho lake ni VAR. Unadhani hata VAR ikifika haya matokeo tutayaona sana? Ni mtu ambaye ana upungufu wa mawazo ndo atasema solution ni VAR. Ukiona mapungufu, ujue nikwambia kitu kimoja, tupo kwenye wakati ambao watu hawapo tena kwenye kuzungumza ukweli. Watu wapo kwenye kuzungumza kwa maslahi binafsi bila kutengeneza legacy ya kesho yao. Yani mtu yuko lazi aseme nguo ya blue ni nyekundu au ni nyeupe ili tu apate kitu fulani. Watu wamefika hatua wamekosa njia rafiki za kuweza kujipambania katika maisha na kutafuta njia rahisi ili waweze kuishi kivyovyote vile. Ndio ya pekee yote ambayo tunaenda kuyaona haya. Sababu unapozungumzia VAR ni mfumo ambao unaongozwa na watu. Natoka mwanzo nilizungumza, VAR haifanyi maamuzi. VAR inakusaidia kuweza kuona matukio ambayo whether kwa spidi au kwa engo ukuweza kuyaona ili uweze kuyaona na baadaye uyafanyie maamuzi. Yenyewe haifanyi maamuzi. Anaona kama pale alikuwa ameshika au hajashika, itakwambia pale ulikuwa umechelewa, alikuwa ameshika. Ile ni foul au sio foul? Pale ilikuwa ni foul. Kwa hiyo mwisho wa siku muamuzi ni yule whether aliyepo ndani kwa chumba cha VAR, na muamuzi mkuu wa mwisho ni referee. Kwa hiyo hata kama ukachukua VAR ukafunga seti 2000, kama watu wanaohusika na hilo jambo hawako safi, hawako smart, haina faida yoyote. Kwa nini mechi ngapi tumeshuhudia hapa zikichezwa na VAR na bado matokeo yalikuwa ni ya ovyo? Tumeshuhudia mechi ya Simba na Stellenbosch, goli ambalo alifunga Simba kwa Zanzibar. It was clear offside. VAR ilisema nini? Matokeo wakaachana na VAR, anaweza kaenda akasema akapita kati. Kwa hiyo ni kitu ambacho bado kinaongozwa na watu. Kwa kubwa sio kutaka sio VAR, kikubwa ni watu kuamua kufanya kazi kwa kuzingatia misingi ya taaluma au na ujuzi walionao ili kuweza kusekiwa mpira. Ifike hatua watu wasiangalie nguvu waliopewa na kanuni na sheria za mpira, waangalie business yenyewe ya mpira inataka nini. Waangalie mashabiki wengi. Tunalalamika si kwa sababu atutamani tumfanye iweze kushinda. Tunatamani kuweza kuona zile engo tatu za mpira, kwa maana kushinda, kufungwa, sare, ziweze kujitokeza katika mazingira yake na watu wakubali kushindana katika fair game. Yani mashindano yako kwamba anayefungwa afungwe ili anapokwenda kufanya assessment afanye assessment ya kina, aone madhaifu yake ya kiufundi na kimbinu na hata wachezaji wake, kuliko mtu anafunga katika mazingira ambayo anakuwa sio rafiki. Kwa hiyo nafikiri mzizi wa hili jambo wala sio VAR. Sisi kwetu hatujafikia hatua ya kuwa na VAR Tanzania. Tupo kwenye hatua ambayo tunahitaji kupata watu ambao wataamua kusimamia taratibu na kanuni ambazo zimewekwa katika kufanya majukumu yao. Ili finali ya FA ya CRB iweze kunoga, ndani mshindani sahihi wa Yanga ni upi, Simba ama Singida Black Stars? Yote ana deserve yote. Singida wana timu nzuri, Simba na timu ya kuweza kushindana na Singida. Lakini tutategemea kuweza kuona kwamba wakabato kwa maana ya vikosi walivyonavyo ili atakayestyle aweze kuingia finali. Kwa hiyo akiingia Simba kwa nguvu zake, juhudi zake, well and good. Akiingia Singida aingie kwa uwezo wake. Yaani swala la muamuzi kuonekana, tumeshuhudia mechi ya Yanga na JKT, tuliona. Ukusikia malalamiko yote, ukusikia kabisa kwamba kuna mtu amelalamika. JKT alifungwa vizuri pale na akalizika na mechi kaisha.
ndivyo tunatamani kuona hata kwenye mechi ya Simba na Singida. Tuone mtu akipata matokeo, tusione malalamiko ya mengine ya makusudi. Iwe tu pengine kipa alikosea, pengine ndio mpira kwa hivyo, lakini sio yale mengine ambayo tumezoea kuona ambayo kimsingi yanafanya mpaka yanakwenda kupunguza ile hamu ya kutaka kuangalia mchezo wenyewe. Huenda ikatokea sasa dabi ikakutana Simba na Yanga. Kwa mara ya kwanza katika misimu kadhaa miwili dabi inakwenda kumkosa Aziz Ki Stefan. Unadhani hii inaweza kapa nguvu Simba Sports Club katika ushindani, kwa sababu mchezaji mmoja ambaye pengine alikuwa ni tegemezi kwa Young Africans hasa katika mchango mkubwa kwenye dabi anakosekana na kupata matokeo mazuri kwa Simba? Labda Yanga hawategemei ubora wa mtu mmoja. Yanga wamefanikiwa kutengeneza timu chemistry, timu ambayo inaweza kuperform bila kuangalia mazingira ya mtu mmoja. Ingaje kuna wakati unaweza ukafaidika na individual brilliance za mtu mmoja mmoja, lakini lazima kwanza uwe na timu imara na bora. Kwa hiyo wana kikosi bora. Tumeshuhudia mechi nyingi hapa wakicheza bila kuwa na Azizi, bila kuwa na Pakome, bila kuwa na Chama, na bado walipata matokeo. Kwa hiyo msingi wa kupata matokeo Yanga ni ubora waliotengeneza kwenye kikosi chao. Kwa hiyo wako bora. Kwa hiyo no matter Azizi yupo au hayupo. Kwa hiyo mimi sioni hiyo changamoto. Simba wajiandae kama watafanikiwa kwenda kukutana na timu ambayo imekamilika, ingawaje sioni hiyo mechi ikichezwa binafsi. Sioni hiyo mechi ikichezwa kutokana na mazingira yaliyopo. Sioni mechi hiyo ikichezwa kutokana na mazingira yaliyopo. Mechi finali sioni hiyo mechi ikichezwa kutokana na mazingira yaliyopo. Yeah. Kati ya Simba na Yanga ni ngumu sana kukutana. Sioni mechi ikichezwa. Sawa. Lakini sasa tumtazame Aziz Ki Stefan. Ameenda Wydad Casablanca moja kwa moja, anakwenda kushiriki mashindano ya kombe la dunia vilabu. Ni moja kati ya historia nzuri kutoka kwake, kwa sababu pengine sasa ni kama kwa mwanzoni kwa hivi karibuni aliwahi kuwaza kitu kama hicho. Anakwenda kucheza na wachezaji wakubwa hata kama ndio hatacheza, lakini moja kwa moja yeye kwenye timu yake imeshiriki. Labda kitu cha sasa Aziz Ki nini afanye ili aweze kufanikiwa katika mafanikio yake? Kwa nani anasema hatacheza? Pengine mpango wa kocha. Kunaweza akampanga au simpanga. Ingekuwa hawamtumii wasingeweza kumomba kutoka kwa Yanga. Maana yake ipo kwenye mipango yao ya kuweza kucheza. Lakini kwa yeye, kwa age yake, kwa kile ambacho wanacho, maana yake ni kwenda kutengeneza historia ambayo sio tu itakwenda kumsaidia katika historia yake, katika rekodi zake, lakini pia inaweza pia ikawa ni fursa ya kuweza kufanya hata watu wengine waweze kumuona, kwa sababu ni michuano ambayo inakwenda kuhusisha timu kutoka mabara yote duniani. Kwa hiyo inakwenda kuwa na coverage kubwa katika uso wa dunia, na yeye akiwa ni sehemu, na tunaamini miongoni mwa vijana ambao wana talent kubwa ambazo kama ataweza kwenda kufanikiwa kuitumia sasa tukimshuhudia kienda mbali. Kwa binafsi nafikiri ni wakati sahihi ambao anaweza kwenda kuji-excel na kwenda kutengeneza kitu kikubwa ambacho kitamfanya aendelee kukua katika career yake. Tuiache hii Jumamosi ya leo, tuanze Jumapili mpaka na kuendelea kwenye Yamvika na Salamba. Kubwa ni watu kuendelea kujisajili kupitia kwenye application yetu ya Salamba TV ili waweze kupata vitu vingi, kwa maana waweze kupata habari, tetezi za usajili, lakini pia waweze kupata majamvi ya bure ambayo tumeendelea kuyatoa siku hadi siku. Na kwa wale ambao ni wateja wa kila siku ni very simple. Unachukua simu yako, unaandika nyota 150 nyota 50 nyota moja leli, then namba ya kampuni unaweka 110 251 28, kisha unaweka kiasi kwa siku 1000, kwa wiki 1500, na kwa mwezi 1015. Wale wa VIP ni shilingi 30,000 kwa siku 5. Baada ya hapo unaweka namba yako ya asili, kisha utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ukiwa umejiunga. Majamvi yanatolewa kwa siku mara 2. Kuna saa 5:30 asubuhi ambayo inakuwa ni jamvi la siku, lakini pia wale VIP ni saa 7:30 mchana, huku wale wa free odds kwenye application wanapata asubuhi, mchana na jioni, kama ambavyo watu wanakuwa pata doze malaria. Doze malaria ndio. VIP wapoje na hao wengine ipoje? VIP wanapata packages na kwa ziko tofauti. Wanapata package ya odds 3, odds 5 na odds 50 ambazo zinakuwa zina asilimia kubwa ya kutoa hasa odds 5. Okay, mimi nikushukuru sana. Karibu tena. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofaa
Fanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.